Haya, shemeji karudi msikilizaji, shemeji karudi na amekuta familia inaonewa. Imani ya mdogo wake Regina akiamini ya kwamba shemeji hawezi kufa, lazima atarudi, hatimaye imeonyesha kuzaa matunda. Na baada ya shemeji kuonekana, familia nzima ilikuwa na furaha, huku upande wa Wahinde ikiwa na karaha. Yapi atakayoendelea hapo msikilizaji? Mara baada ya mwamba wetu kurejea nyumbani, tena akionekana kuwa na nguvu kubwa ile mbaya sana, na anakuta mke wake akionewa, ikiwa ni pamoja na kulazimishwa kwenda kuolewa. Mtu amekaa naye hapo muda wote, hata hajakula kitumbua, alafu unamchukua kwenda wewe. Langu jina Lucas Lumbas. Tusonge mbele. Upande wa Wahinde ndugu yangu, wakiongozwa na Gerson, mara baada ya kuona wenza hao wakiungana kwa mara nyingine, hali ya mazingira ambayo awali ilikuwa ni ya vuguvugu la kusisimua iligeuka na kuwa kama vile walikuwa wametumbukia kwenye pango la barafu. Watu wote walikuwa na nyuso zilizofubaa. Tokea muda ambao Hamza alishuka kutoka juu angani, Gerson, Kundaeli na Tibaigana wote walijikuta wakiganda na kushindwa kutamka hata neno. Nguvu ambayo Hamza amerudi nayo ilikuwa ni mara 1000 zaidi ya ile aliyokuwa nayo mwanzo. Kwa kumwangalia tu Hamza na umbo lake dogo, walijikuta wakihisi woga kiasi kwamba ni kama aliyekuwa mbele yao ni malaika mtoa roho. Kilichowafanya kuzidi kushikwa na taharuki na hofu ni kwa sababu tokea Hamza afike hapo, hakuonekana kuangalia kabisa, ni kama aliwaona kama ni sisimizi. Gerson uso wake ulizidi kuwa mweusi, huku mwili ukimtetemeka. Alijikuta akishindwa kabisa kujua namna ya kuendelea kumkamata Regina na kisha kumchukua kasa. Ilikuwa ni kama muda huo amegeuka na kuwa kituko cha dunia. Mbele ya uwepo wa Hamza, hata kupumua tu alikuzuia kwa kuogopa kummalizia Hamza hewa. Ingawa Hamza hakujua kinachoendelea hapo, lakini ilimtosha kumwona Gerson na muonekano wa majonzi wa familia yake kuelewa kinachoendelea. Mara baada ya kufikiria siku za nyuma, akidhani familia yake pengine ilikuwa imepitia manyanyaso makubwa, uso wa Hamza ulizidi kubadilika na kuwa mkali na wenye serious mzito. Sasa watu hao walihisi ni kama vile kuna mnyama aliyekuwa katika hali ya kivuli akiwapitia mgongoni mwao. Ilikuwa ni kama vile jinamizi lilikumba mioyo yao kiasi kwamba wote walijihisi ni kama hawana cha kufanya. Basi bwana, Kundaeli Muhinde akasema kwamba ni aina gani ya mkandamizo huu? Huyu ni Hamza kweli? Yaani kivipi tu ghafla kaingia level ya kuivuka mbingu? Kundaeli Muhinde alijihisi mwili wake wote umekakamaa na kushikwa na ganzi isiyopona. Basi Hamza akasema kwamba we mzee, nadhani nilikuona mara ya kwanza kule Dodoma, si ndio? Aliongea Hamza mara baada ya kumwona Kundaeli aliyekuwa katika hali ya kubabaika. Kundaeli akasema kwamba Hamza, kwa sababu umerudi, basi potezea tu kila kilichotokea hapa. Familia yetu ya kabila lote la warithi wa nyimfu, tupo tayari kuendeleza urafiki baina yetu. Kwa hiyo ukipotezea kilichotokea, nadhani inaweza kuwa vizuri zaidi. Hamza akasema, siku ile makao makuu, ingawa ilikuwa ni swala la vita, bado nilisaidia kuokoa uhai wako. Ila leo hii baada ya mimi kuondoka kwa siku kadhaa tu, nimekuja hadi hapa kumuumiza mke wangu pamoja na familia yangu. Na kuona kama ustahili kuitwa hata mbwa, kwa sababu siku zote mbwa akisaidiwa anajua kurudisha fadhila. Baada ya Hamza kuongea hivyo, mzee Kundaeli akasema kwamba Hamza, kuwa makini na maneno yako. Mimi ni mzee wa familia Wahinde bwana. Basi Robi akasema kwamba Hamza, nadhani unanikumbuka bwana, mimi ni Robi Muhinde. Tulikutana kwa mara ya kwanza Munduli. Najua tulichokifanya ni kosa, lakini huu ni muda wa kuangalia picha kubwa zaidi na kujizuia kutokuwa na uadui wa Wahinde. Kwa hiyo itakupunguzia baadhi ya matatizo uliokuwa nayo pia. Alongevo Robi. Sasa Irene akasema kwamba shemu hapa, amna shemu wote hapo. Yaani hao wote hapo ni watu wabaya sana shemu. Sasa hivi tu babu alitaka kujitoa hai kwa kulazimishwa. Irene kalichana mkeka. Aisee, msichana huyo hali ya kujiamini ilikuwa imerudi. Si mwamba Hamza amerudi? Aliona ni wakati sahihi wa kuwasemea kwa kuelezea kila kilichotokea. Mara baada ya Hamza kusikia maneno hayo, uso wake akikauzu ulimgeukia Gerson Muhinde. Gerson mara baada ya kuona macho ya Hamza
yaliyokuwa makali kama kiwembe. Alijikuta akipaniki. Basi alitetewa na wazee wakisema ya kwamba Hamza, usichukulie vibaya hili swala. Garrison ni mrithi mkuu wa familia, kwa hiyo asingefanya hayo aliyotajwa. Basi muda huo Garrison alijikuta akishtuka na mara moja alijiambia kwamba sasa kwa nini kwa Hamza ni inakuwa ni na yani sasa kwa nini kwa Hamza kuwa na nguvu kiasi hiki? Yani ana uthubutu wa kuwa na wadui na familia yake yote. Basi pale pale alijua ya kwamba okay, akainua kifua chake akajijaza upepo na kusema ya kwamba mjomba Robi, hivi kwa nini unamwambia mengi hivi unadhani anao ujeuri wa kutugusa? Hebu tuondokeni. Sasa sekunde ambayo alipiga hatua moja tu kugeuka alijikuta akipigwa na mshangao. Ghafla tu Hamza alitokea mbele yake. Ingawa alikuwa akilingana urefu, alimwona Hamza kama vile amegeuka mtu mrefu sana. Robi na Kundael pia walijikuta ubaridi ukiwapitia mgongoni mwao. Hawakuweza hata kuona ni namna gani Hamza ameweza kuwasogelea. Basi jamaa akasema kwamba wewe unataka kufanya nini? Unapaswa kuelewa mimi ni kiongozi. Kabla hata bwana huyo hajamaliza kauli yake, Hamza alishamshika mkono na kupindisha. Mifupa na viungo vyote vilivunjika vipande. Hamza kuishia kwenye mkono mmoja tu, kwani alimzungusha bwana huyo na kushika mkono mwingine na kuendelea kuvunja. Sasa Garrison alijikuta akitoa kelele mkubwa wa maumivu, huku macho yakimtoka na mate yakitiririka kama mfereji. Spidi ya Hamza ilikuwa ni kubwa kiasi kwamba bwana huyo alishindwa hata kutumia nguvu zake kujaribu kujilinda. Basi Hamza akaambiwa kwamba Hamza, unathubutu vipi kushambulia kiongozi mtarajiwa wa familia yetu? Mara baada ya kuona hivyo, wazee hao watatu wa familia Wahinde, licha kujali jambo lolote, kwa pamoja alijikuta akikusanya nguvu zao za nishati na kumshambulia Hamza kwa nyuma. Hamza pasipo hata kuageukia, alishia kufyatua mkono wake kama vile anafukuza mbu. Pale pale wimbi zito la nguvu ya kusudi lilitoka kama kipande cha mwezi na kwenda kuwavaa wale wazee. Sasa kutokana na ukaribu waliokuwa nao na Hamza, walishindwa kabisa kukwepa. Mara baada ya Kundael na Tibaigana kuwa katika hatari hiyo, walijaribu kutumia nguvu zao za nishati ili kukabiliana na pigo hilo. Hata hivyo, waligundua nguvu zao zilikuwa dhaifu kama karatasi. Basi wakiwa katika hali ya tafrani, kilichosikika ni kilio cha mara moja. Pale pale ubongo wa vichwa viwili ulionekana ukifyatuka kwenda hewani, ukiambatana na nyama na vipande vya fuvu. Kila mtu aliyekuwepo hapo alijikuta akibungaa. Robi na wengine ni kama vile walikuwa akiota. Hawakuamini wazee wawili waliokuwa katika level ya ufunuo mkuu wamepasuliwa vichwa vyao kwa pigo jepesi tu. Garrison alijikuta akizidi kujawa na hofu kiasi kwamba mwili wote ulimtetemeka. Sasa Hamza upande wake hata kugeuka kuangalia wazee hao wamekufa vipi, kwani bado aliendelea kumshikilia Garrison. Basi pale kwa nguvu kubwa alimlazimisha bwana huyo kushuka chini. Akamwambia kwamba piga magoti. Aliongea Hamza, na ni pale pale magoti ya Garrison mara baada ya kutua chini yalichimba kwenda chini kama kisiki, huku viungo vya goti vikiachiana. Garrison alikuwa kwenye maumivu makali kiasi kwamba machozi pekee ndio aliyokuwa amefunika uso wake. Alitamani angekuwa ameshakufa, lakini bado kifo kilionekana kuwa mbali na maumivu hayo. Basi jamaa akasema kwamba nilikosea Hamza, tafadhali naomba unisamehe, usiniue. Boss Regina, Miss Regina, sisi wote ni waurithi wa damu moja, naomba nisaidie. Mara baada ya kusikia kilio cha Garrison akiomba na kulia kwa nguvu, Irene na wengine walihisi mioyo yao kuridhika. Kama mmoja wa watu wa ukoo wa Wahinde, Mzee Abbas alijikuta akishia kutingisha kichwa chake kwa masikitiko. Ukweli ya kutegemea kama Garrison aliyekuwa tegemeo la familia angekuwa ni mshenzi namna hiyo. Basi Hamza mwenyewe muda ule mara moja alimgeukia Regina na kisha akasema kwamba wife, unaonaje, yani unaona nimpe kifo cha aina gani kuhakikisha kwamba hasira yako inashuka? Regina mara baada ya kuulizwa swali hilo na Hamza, ingawa alihisi furaha, lakini vile vile aliogopa kumtengenezea Hamza matatizo. Basi Reji alisema kwamba sitaki kukuona ukiingia kwenye wadui na Wahinde kwa sababu yangu. Mume wangu, unaonaje tukifanya hivi? Tumwache tu kwa sasa, fistoshe. Haina tofauti kati ya kufa na kuwa kilema, aliongea Regina. Mara baada ya kusikia hivyo, Robi Muhinde pale pale aliona alikuwa na nafasi.
Hivyo alisogea mbele na kusema ya kwamba Hamza, ni kweli kabisa alichoongea Bi Regina. Tuishie hapa tu kwa leo. Familia yetu imekwisha kulipa gharama kwa matendo yake. Wahenga wanasema mtu anastahili nafasi ya pili. Kabla hata bwana huyo hajamaliza kauli yake, Hamza ghafla aligeuka. Kwa kuchezesha vidole vyake tu, nguvu ya kusudi ililipuka na kwenda moja kwa moja kushambulia kwenye vituo vya nishati katika mwili wa Robi Muhinde. Shambulizi hilo la kusudi liliingia moja kwa moja kwenye mwili wake, na ila anashtuka tayari nguvu zake za nishati zilishaharibiwa. Alishia kuinama huku akiwa ameshikilia tumbo lake, uso wake umefubaa huku akitetemeka. Kwa wakati mmoja alikuwa akichechemea kurudi nyuma. Hamza kwa ukauzu mkubwa pale akasema kwamba wewe mzee usiye na ulimi wa shukrani, unaingiliaje wakati nikiongea na mke wangu eh? Basi Robi Muhinde alijikuta akishindwa hata kusema lolote baada ya uwezo wake wote kuharibiwa. Mara baada ya Gerson kuona tukio hilo, alizidi kujikatia tamaa kabisa. Alishikwa na woga kiasi cha kujikojolea. Hamza muda ule aligundua Gerson alikuwa amejikojolea na alizidi kumwangalia kwa macho ya dharau. Hamza akasema kwamba takataka, yaani umethubutu hadi kuchafua bustani yangu? Mara baada ya kuongea vile, Hamza pale alimbutua bwana huyo kwa teke kwenye kifua na kumfyatua mbali. Kila mtu aliweza kusikia waziwazi namna mbavu za Gerson zilivyovunjika. Gerson alishia kutapika damu nyingi hewani mara kadhaa, na ile alipotua chini mwili wake wote ulikuwa umepinda, uti wa mgongo ukiwa umevunjika. Kwa hali aliyokuwa nayo ni kama vile alikuwa amepata ajali, na ilikuwa ni ngumu kuweza kupata aina yoyote ya kiashiria cha uhai. Watu wote hawakudhania Hamza angemuua Gerson kwa kifo cha katili namna hiyo. Basi Robi alishia kuongea kwa sauti akitetemeka tu akisema kwamba wewe, akaambiwa kwamba wewe umesababisha matatizo. Kwa hiki ulichokifanya ni sawa na kutangaza vita na kabila la Wahinde. Hamza alisonya tu akasema kwamba unadhani kwa nini sijakuua? Aliongea Hamza akisonya, lakini Robi alikosa jibu. Hamza akasema kwamba nimekuacha hai ili ukanisaidia kuwapasha habari hao wazee wa ukoo wenu kwamba ndani ya siku moja tu wawe tayari kuwa chini ya mke wangu kama kiongozi wao wa kifamilia, na kama wakikataa nitaua familia nzima. Mara baada ya Robi kusikia maneno hayo, alijikuta akizidi kufubaa akasema wewe, hivi unajua utakuwa kichaa wewe? Ingawa aliona Hamza alikuwa akijiamini sana na kujikweza, bado alikuwa na hofu mno kuendelea kuwepo katika eneo hilo. Alishia kukimbilia kwenye gari pamoja na watu wawili waliokuwa wamebakia, kisha wakaondoka. Ingawa na familia wa Hamza walikuwa na furaha, walikuwa pia katika mshtuko na wasiwasi kwa wakati mmoja, mara baada ya Hamza kusema angeua familia nzima kama familia hiyo ya Wahinde itakataa kuongozwa na wife Regina. Basi Kareje kakasema, mume wangu, kwa nini umamua hivi bwana? Itakuwa hatari kweli. Aliongea Regina kwa wasiwasi na kudeka. Hamza alishia tu kutoa tabasamu, kisha pale alimsogelea Regi na kumkumbatia huku mkono wake ukimpiga mgongoni kwa namna ya kumpa faraja. Hamza akasema kwamba usijali mke wangu, nina mpango wangu. Kulikuwa kuna mambo mengi sana Hamza anaweza kuvumilia msikilizaji, na hakuwa mwepesi wa kulipa kisasi, lakini awamu hiyo familia ya Wahinde kwa kitendo chao cha kupanga kumchukua mke wake na kuidhalilisha familia kwa kiasi hicho, Hamza alishindwa kabisa kuvumilia. Endapo mstari wake wa chini kabisa wa uungwana ukiguswa, haijalishi adui ana nguvu kiasi gani, Hamza asingeweza kuonyesha uoga wowote. Katika kipindi cha miezi kadhaa iliyopita, Hamza alikuwa kidili na wataalamu wa juu kabisa wa mapigano, ikiwemo watu wa level za uhodari na level za uamsho wa kiungu. Katika macho yake ukoo huo aliona haukuwa tishio kama mwanzo. Ni kama tu ambavyo Afande Himidu alivyowahi kusema, kama Hamza akifika level za uhodari, basi ataweza kushindana na ukoo huo. Na ni wazi kwamba hata Himidu atakapomwona Hamza atashangaa kwa kutotarajia kwamba katika muda mfupi tu Hamza alikuwa amepanda level kukaribiana na level za mahodari. Regina uso wake ulikuwa ni wa moto kwa namna ambavyo alikuwa amekumbatiwa na Hamza. Ile hali yake ya wasiwasi alikuwa nayo ilitulia kabisa. Basi Kareji kakasema ya kwamba kwa hili nadhani familia Wahinde hawezi kukaa chini tu pasipo kufanya jambo, na kama ni hivyo basi haina haja ya kuwakimbia tena, dawa ni kupambana nao tu kwa kila silaha tulionayo.
Wife, naona huna imani sana na mimi. Yaani kajioko kadogo kama Kawahinde ndo kaitishio kwangu. Nakwambia hawastahili hata kuniita Hamza. Anaongea Hamza mara baada ya kufikiria wale wataalamu wa level hodari aliokuwa amekutana nao nje ya lile shimo. Aliona kabisa familia hiyo ya Wahinde haikuwa kitu. Hamza pia mara baada ya kufikiria namna ambavyo wale mahodari walivyofukuzwa na jemadari, aliona kuanzia muda huo anapaswa kuwazia malengo makubwa zaidi. Ingawa Irene hakuelewa ukubwa wa tatizo, mara baada ya kusikia kauli hiyo alijikuta akifurahi sana, na pale akasema kwamba ni kweli kabisa Dareji, unapaswa kumwamini Shem. Mimi na hakika hawa watu wa ukoo hawana hata uwezo kumshinda Shem. Basi bibi yake Irene akasema kwamba hasa mtoto kama wewe unajua nini jamani? Hebu kaa kimya, usiingilie maongezi ya wakubwa zako. Irene akasema mama, mimi sio mtoto bwana, ni sehemu ya hii familia. Basi Irene akasema kwamba Shem, wakati ulivyokuwa upo nilikuwa sina mudi kabisa. Yaani kile nilichokuwa nafanya mimi hata nilikuwa sifurahi. Irene, nimerudi sasa, karudia upya kile ulichokuwa unafanya, utajisikia furaha. Anaongea Hamza na kufanya kila mtu acheke. Hamza muda ule alimwangalia Kasa aliyekuwa amelala kando ya mlango na alishindwa kujizuia kuhisi kuchanganyikiwa kidogo. Akauliza kwamba wife, nimesikia wakisema wanataka kuondoka na Kasa wako, kwa sababu gani yani? Regina mara baada ya kuuliza swali hilo na mume wake, kwa ufupi alielezea swala zima la Kasa huyo. Pale Hamza alijikuta akishangaa na kujiambia kwamba kumbe kuna uwezekano wa mtu mwenye urithi wa damu iliyoamka kuathiri viumbe wengine wenye uhusiano wa kihistoria. Sasa Hamza pale alijiambia kwamba huenda ndio maana hata Joka Gamba alitaka kuathiriwa na urithi wa damu yake, ndio maana alimfuata mpaka hapo. Hamza alijiambia pengine maarifa ya miaka mingi ambayo Gamba alikuwa nayo yalimwezesha kujua kwamba kumfuata Hamza kwenye asili kwenye yani kumfuata Hamza mwenye asili ya uamko wa damu kungekuwa na faida. Kwa hivyo aliona haina tatizo, ili mradi uwepo wa Gamba karibu yake ulikuwa na faida. Basi shangazi akasema ya kwamba safi, kiongozi wa familia amerudi na kila mmoja wetu ana furaha. Tusiendelee kusimama tu mlangoni jamani, mtu ingieni ndani, nitaandaa chakula kwa ajili ya kusherehekea. Basi Reji akasema kwamba sawa shangazi, mimi nitaita watu kwa ajili ya kusafisha. Anaongea Reji. Hatimaye familia hiyo ilirudi ndani. Kila mtu alikuwa na maswali mengi sana ya kumuuliza Mwamba Hamza. Mfano, nini kilitokea Brazil, alienda wapi na kwa nini alichelewa sana kurudi. Hamza alijikuta akishindwa kujizuia na kuhisi upendo wa familia. Alishia tu kujiambia kuwa na familia ni jambo zuri sana. Shangazi alishia kutoka na Berda kwenda supermarket kwa ajili ya kununua vitu vya kuandalia chakula cha sherehe. Upande wa Kareji, kwa ajili sasa kufanya jambo hilo kufaana, aliona awalike Liz, Dina, Priscilla na hata Yulia. Aliona ingawa hapendi wanawake hao kuwa karibu muda wote na mume wake, lakini wao pia walikuwa na wasiwasi juu yake. Wakati wa nyuma, Reji na Yulia walikuwa na kama vita fulani hivi ya kushindana. Nadhani hata mwenyewe msikilizaji utakuwa unakumbuka Lakini mara baada ya yeye kwenda nje ya nchi, Yulia alikuwa na mchango mkubwa kwa Liz katika kuendesha kampuni. Dina pia alikuwa amefanya juhudi kubwa kuhakikisha kwamba ulimwengu wa giza unaelekea kukaa sawa bila kuathiri biashara za Dosam. Na hata Priscilla naye alikuwa amekataa kwenda nje ya nchi kupokea tuzo yake. Ingawa alikuwa akiendelea kuongoza kituo, mara kwa mara alikutana na Liz kushauriana masuala ya kampuni na alifika hadi nyumbani kumtembelea shangazi. Kila mmoja alikuwa akisubiri kwa wasiwasi mkubwa kurudi kwa Hamza. Hivyo Kareji baada ya kuona sasa mume wake amesharudi, aliona itakuwa vizuri yeye mwenyewe kuwapa taarifa na kualika kuja nyumbani kuonana naye. Mara baada ya wanawake hao kusikia Hamza amerudi na wamekaribishwa kwenda nyumbani, waliweka chini kile alichokuwa akifanya na moja kwa moja kuanza safari ya kuja nyumbani kwa Reji. Hamza mara baada ya kuwaona warembo wake wote wamefika, alijikuta akijawa na hisia mchanganyiko, hasa baada ya kuona wote walionekana kunyong'onyea sana, na tena yule ndiye aliyeonekana kukonda kidogo. Hilo tu lilimfanya kujisikia vibaya. Basi Liz akasema kwamba wewe mwanaume, yule mwanaume ni mkatili sana, hivi ulishindwa hata kutuma message ya kuaga jamani? Dina naye akasema kwamba ni kweli kabisa, yani nilikuwa na wasiwasi juu yako na nilishindwa hata kuelewa kabisa kinachoendelea. Yule naye akasema kwamba hivi nadhani ukifa tutaweza kukabiliana na maadui ambao umetengeneza kweli?
ngoja tu nikwambie tu, mimi bado sijawa kiongozi wa familia. Priscilla naye akasema kwamba jamani, basi tumwacheni basi kumlaumu, ni vizuri na jambo la kushukuru amerudi akiwa salama. Aliongea Priscilla ambaye alikuwa akifuta machozi akishindwa kujizuia mara baada ya kumwona mwamba Hamza amerudi tena. Hamza alijikuta akiwa bize kufariji kila mtu. Kwa namna fulani hivi alijihisi kuwa na deni kubwa kwao. Aliona baada ya swala hilo kupita, anapaswa kuwa na muda wa karibu sana na hawa wanawake mmoja baada ya mwingine, amfanya ajisikie raha kwa namna yote ile anavyojua. Sasa muda huo, wakati akiendelea kufarijiwa na kufariji kwa wakati mmoja, alianza kuhisi hali ya kushindwa kujielezea kutokana na majonzi. Lakini ni muda ule aligundua kuwa kuna mwanamke mwingine alikuwa amekosekana katika kundi hilo. Hamza alijikuta akishindwa kujizuia na kucheka huku akitingisha kichwa chake akijiambia imekuaje akamsahau. Vipi, na umeshamkumbuka huyo manzi? Mwamba Hamza alitingisha tu kichwa na kisha pale pale akaongea moyoni akasema kwamba na wewe pia njoo. Mara baada tu ya kujiwazia hivyo moyoni, pale pale Genduleza aliyekuwa ameambatana na Gamba walibisha hodi. Mara baada ya kumwona Genduleza akiingia, Regina hakuonyesha kushangaa kwa sababu kipindi kile ni Genduleza ndiye aliyemtaarifu kwamba Hamza alikuwa hai, na ndio maana Kareji kakaka anajiamini kwamba mume wake hajafa. Basi Genduleza akacheka akasema kwamba Hamza, nadhani kwa hatua hii tunapaswa kukubaliana sasa. Aliongea Gendu akionekana kutojali macho ya watu na moja kwa moja akaenda kumkumbatia. Ukweli ni kwamba Hamza alikuwa na uwezo wa kuwasiliana na Genduleza kupitia usinga. Maana yake ni kwamba alishaanza kumkubali moyoni. Hivyo Gendu alifurahishwa sana na hilo jambo, na mwamba Hamza akasema kwamba inatosha sasa. Acha kuendelea kunichosha bwana, maana nimekubeba muda mrefu. Aliongea Hamza. Wanawake hao walionekana kutokufurahishwa na anachofanya Gendu, lakini Hamza kwa sababu aliwaambia kwamba ni kwa ajili ya Genduleza aliyeweza kuokoa hai wake dhidi ya Armageddon. Wanawake hao hawakutaka kumchukia sana. Waliona wanapaswa kumshukuru. Hata Dina ambaye mwanzo hakupendezwa sana na tabia za Gendu, alijikuta akimwangalia kwa macho tofauti. Nasema baada ya muda, macho ya kila mmoja yalielekezwa juu ya nyoka wa dhahabu aliyekuwa na mbawa. Muda huo Gamba mwenyewe alikuwa amejidogosha na kuzidi kuwa mdogo zaidi. Muonekano wake ulifanya aonekane kama pambo la nyoka na kufanya kuvutia mno kwa macho. Dina akauliza kwamba Hamza, imekuwaje Gamba akawa mdogo hivyo na kuota mbawa? Aliuliza Dina ambaye alikuwa amejua nyoka huyo ni Gamba kwa sababu ni yeye aliyekuwa akimlisha chakula tokea mwanzo. Hamza akasema kwamba ni story ndefu, ila anaweza tu kusema kwamba amepitia mabadiliko ya kimwili. Nitawaambia taratibu baadaye juu ya kilichotokea. Basi bwana, asilimia kubwa ya hawa wanawake walikuwa akiogopa nyoka, lakini kwa Gamba ilikuwa tofauti, kwani walivutiwa naye kiasi cha kutamani kumgusa. Alichopenda Gamba muda wote ni kukaa karibu na mwili wa Hamza. Mara baada ya kuzunguka mabega yote ya Hamza na kuona aridhiki, alianza kuchimba kwenye mkono wa shati lake akitaka kuingia ndani. Hata hivyo Hamza alitaka wanawake hao kujaribu kumgusa. Hivyo Gamba aliishia kuwa na adabu na kukubali kushikwa. Wakati mmoja alitoa ulimi wake nje kama vile alikuwa akiwabeza. Basi Eliza akasema kwamba wewe haya magamba yake ni malaini mno na rangi yake ni kama vile yametengenezwa na madini ya dhahabu. Alafu mbawa zake pia ni kama majani ya dhahabu. Aliongea Eliza mara baada ya kugusa mwili wa Gamba. Yule akasema kwamba hii ngozi yake ni kama ile mikoba ya ngozi ya nyoka inayotengenezwa na Louis Vuitton. Kama ingekuwa na rangi ya dhahabu kama hivi, ningenunua huo mkoba kwa kiasi chochote cha pesa. Ingawa Gamba hakujua hiyo kampuni ni nini, alikuwa akielewa mkoba wa ngozi ya nyoka ni kitu gani. Alijikuta akijawa na woga kusikia hivyo na kurudi mara moja kujificha nyuma ya mgongo wa Hamza. Hamza alijikuta akikosa usemi kwa maigizo ya Gamba, na alisha kusema kwamba Gamba, hivi kinachokuogopesha ni nini? Mimi dhani unajua utani wa lugha za kibinadamu bwana. Basi wanawake hao walijikuta wakicheka mara baada ya kuona matendo ya Gamba yanazidi kumfanya apendeze zaidi. Muda huo mara baada ya Regina kuona kila mtu alikuwa akimwangalia Gamba kwa macho ya matamanio na hakuna hata mmoja aliyekuwa akimwangalia kobe wake, alijikuta akikosa furaha. Basi akasema kwamba kwangu mimi anaonekana kama nyoka wa kawaida tu.
Joli wangu ni mcute kuliko gamba wa Hamza. Huko kuwa na rangi ya dhahabu siji ndio nini? Hebu mwangalieni na Joli. Na nyumba yake na rangi ya pink na blue. Michirizi iliyojichora juu yake ni kama marumaru ya bei ghali sana. Na kubwa zaidi, Joli ananipenda kiasi cha kunilinda. Yuli akasema kwamba huyo kobe wako anaweza kwani kupaa? Anaonekana kuwa mjinga tu kulinganisha na gamba. Regina akasema kwamba Joli wangu sio kobe, ni kasa. Muonekano wake ni wa kawaida, lakini ni mzuri na vile vile ana akili. Aliongea Regina, kisha akamgeukia Hamza na kusema kwamba Habi, niambie kati ya Joli wangu na huyo gamba wako, nani anapendeza? Hamza kuulizwa swali hilo hakujua acheke ama alie. Alishia tu kuongea kwa haraka akisema kwamba bila shaka Joli anaonekana kuwa ni mzuri sana kimuonekano. Aliongea hivyo Hamza. Sasa unadhani msikilizaji, unadhani yeye mwanaume hana akili kwamba amkane mke wake hapo mbele za watu? Ndio anakuambia kwamba bila shaka yote kabisa mke wangu, Joli wako ni mzuri kimuonekano. Reji kwa kuridhika akasema kwamba hayo ndio maneno sasa. Gamba aliyekuwa amejilaza kwenye bega la Hamza kama skafu alishia kumwangalia kasa Joli kwa macho kutokumkubali huku akijivunia mwenyewe. Sasa muda huo Reji aliishia kumuinua tu kobe wake kutoka chini. Kama asingekuwa na mafunzo ya nishati asingeweza kumbeba kwa uzito wake. Basi Reji akasema kwamba Habi, afu imekuwaje gamba wako akabadilika kiasi hicho mpaka kuwa na mbawa? Na mimi napaswa kufanyia Joli na Joli wangu awe na mbawa ili apae. Mara baada ya Regina kuongea hivyo aliwaacha wenzake kwenye vicheko. Dina akasema kwamba Regina, hivi kuna haja ya kuwa mjinga kiasi hicho jamani? Utanivunja mbavu Reji. Aliongea Dina huko akicheka mpaka akishika tumbo. Priscilla akasema kwamba inaonekana Regina bado anamuonea wivu gamba. Eliza naye akasema kwamba mkurugenzi hakuwa na furaha kwa muda wote Hamza alivyoondoka. Kwa hiyo ni adimu kumuona akiongea sana kiasi hiki. Baada ya Lizi kusema hivyo, Irene akasema kwamba mnajua nini? Dadangu ni mwongeaji. Ni mwongeaji. Hasa kwenye kunigombeza. Aliongea Irene. Regina ajikuta kisi aibu kwamba anaonekana mwongeaji wakati wa kugombeza tu. So pale aligundua alikuwa ameonyesha upande wake mwingine ambao ni binafsi sana. Ingekuwa sawa kama ni kwa baadhi yao, lakini kwa kuwepo Yuli aliona ni kama alifanya kosa. Hata hivyo Yuli alionekana kutokujali sana na pale alimgeukia Hamza na kusema kwamba Hamza, unaonekana kuwa na mengi ya kutuambia, kwa nini usianze sasa? Hamza akasema ni kweli na mengi ya kueleza, kwa hiyo tulieni basi niwape mkasa mzima. Hamza kuona kwamba chakula bado sana kuandaliwa, aliona akae nao chini katika sebule hiyo na kuanza kuelezea story. Mara moja alikuwa amezungukwa na familia nzima ikimwangalia kwa makini na kwa hamu kubwa sana kutaka kujua kilichotokea. Hamza alielezea kwa kuchanganya kidogo uongo na kweli, akiacha kuelezea swala lile la ulimwengu wa ardhi pamoja na kula uyoga. Alishetu kusema kwamba ilikuwa ni bahati kwake kukutana na Yones pamoja na Mr. Black na nduguyo Haej, na kisha baadaye Gendoleza na gamba aliyemuua Fredrick. Alielezea kwamba kutokana na pua za kitafiti alizokuwa nazo, gamba aliweza kugundua uwepo wa uyoga kwenye misitu ya Colombia, uyoga ambao ulikuwa ni wa kipekee wenye kumfanya mtu kuweza kuvuna nishati kwa urahisi. Hasa mara baada ya wanawake hao kusikia hivyo, walionekana kumwelewa Hamza, lakini wakati mmoja walielewa uhusiano uliokuwepo baina ya Hamza na Yones. Hata hivyo hawakuongea neno, walishia wote kumwangalia Regina. Regina alishia kumwangalia Hamza pasipo kuongea sana. Na pale Reji akasema kwamba Yones atarudi lini, tunapaswa kumshukuru kwa alichofanya. Mara baada ya Hamza kuona mwanamke huyo hajakasirika, alishia kucheka na kisha akajibu ya kwamba amesema mpaka misheni yake itakapomalizika miezi michache mbele. Aliongea Hamza. Regina alishia kutingisha kichwa tu. Reji akauliza kwamba kwa hiyo gamba wako alipata ambao baada ya kula huo yoga wa nishati, unaweza kumpa na Joli wangu wale kidogo? Hamza alishia kutoa macho kwa muda, kisha akamwangalia gamba aliyekuwa kwenye bega lake, na kisha akamwangalia Joli aliyekuwa amesinzia kwenye mikono ya Regina, kisha akasema kwamba nitajaribu kumlisha tuone. Ukweli Hamza aliona kwamba kwa sababu Wahinde walisema kasa huyo alikuwa wa kiungu, basi anaweza kunufaika na uyoga kama ilivyokuwa kwa nani? Kwa gamba. Sasa Irene akasema kwamba sister bwana, yani uyoga muhimu huo tofauti na sisi kula kwanza jamani. Yani kwamba unataka apewe kasa wako kwanza, kweli? Sio sawa kabisa Dareji. Mimi huo uyoga mimi nautaka.
Pengine unaweza kunifanya kuwa mrembo na mdogo milele. Basi muda ambao walisikia maneno ya kwamba mrembo na mdogo milele, wanawake wote macho yao yalichanua. Reji akasema kwamba Gamba na mwili wake wote ulivyokuwa mkubwa alikula kichane kidogo tu na kuwa mdogo. Joli wangu ni mdogo, akila kidogo tu inatosha, aliongea Regina. Regina alikuwa serious sana. Ukweli alitaka kumfanya Joli wake kuwa na nguvu. Istosha aliona kasa huyo alikuwa kimjali kiasi cha kutaka kumlinda. Sasa Hamza alijikuta akishindwa kujizuia na kucheka, kisha akasema kwamba nao yoga wa kutosha wa kiroho unao tosheleza kila mtu. Kwa hiyo muda ukifika nitaenda na nyie wote kisiwani na kuwapatia, aliongea Hamza, kwa kuona kwamba wanapaswa kujua kujifunza kuvuna nishati kwanza. Vinginevyo wakila kiolela inaweza isiwe na manufaa makubwa kwao na kuisha kupoteza hazina hiyo. Hamza alikuwa ameshafanya maamuzi tokea mwanzo. Alipanga kutumia huo yoga kuwafanya watu wake wote wanaomzunguka kuwa na nguvu na pia kufanya familia yake kuwa na maisha marefu. Mara baada ya kila mmoja kusikia hivyo, wote walitengesha vichwa wakiwa na shauku juu ya kufika kwa siku hiyo. Ni muda huo huo simu ya Regina ilianza kuita. Sasa mara baada ya kuichukua na kuona anayepiga, aliishia tu kukunja sura na mara moja alimpatia Hamza simu ile. Reji akasema kwamba Habi, ni afande Simba anayepiga, nadhani atakuwa na taarifa kwamba umesharudi. Basi kila mtu ndani ya eneo hilo alikaa kimya. Baadhi yao walionekana kuwa na wasiwasi. Hamza akasema kwamba pokea tu, mwambie kama hakuna swala la umuhimu aache kunisumbua. Regina alishia kuvuta pumzi na kisha pale pale akapokea simu akasema kwamba hello afande Simba, za siku nyingi. Afande Simba akasema kwamba ni nzuri kabisa Regina, nimesikia Hamza amekwisha rudi. Unaweza kumpa simu niongee naye, nimeshindwa kumpata kwa namba yake bana. Regina akasema kwamba mume wangu kaniambia nikuulize kuna nini. Afande Simba akasema kwamba nadhani tutakuwa vizuri nikiongea naye moja kwa moja, wewe mpatie simu tu. Basi Regina alishia kumwangalia Hamza akiwa hana jinsi. Alikuwa akijua Hamza alishasikia kila kitu. Basi Hamza akasema kwamba wewe sina kitu cha kuongea na wewe bwana, mkata simu. Regina alishia kushusha pumzi na kukata simu kama alivyoambiwa. Basi yule akauliza kwamba inaonekana afande Simba na wasiwasi mkubwa juu ya vita ulioanzisha dhidi ya Wahinde. Ila unaelewa kadi yao muhimu? Aliuliza Yulia wakati akinywa juice akiwa na tabasamu ambalo halikuwa tabasamu. Hamza akasema sijui, ila ni kawaida wakawa na karata muhimu ya kucheza, ila hawa Wahinde kama nisipodili nao kisawa sawa hakutakuwa na amani. Siwezi kuruhusu swala lililotokea kwa familia yangu kujirudia tena. Baada ya Hamza kusema hivyo, Yulia akasema ya kwamba ila kwa Wahinde kuwa na sehemu ya wazee wa uungu wa kale, lazima watakuwa na wataalamu wa juu wenye umri wa zaidi ya miaka 100. Mfano ukoo wa Chifunda, wakuu wote wamekuwa katika vita na jemadari kwa karne. Hivyo inaweza kuwa kwa baadhi ya wakuu wa koo nyingine. Na kama isingekuwa kwa jemadari kuwa na nguvu kwa zidi, wangeshachukua hatua muda mrefu, aliongea Yulia. Sasa Hamza akasema kwamba kwa hiyo unajaribu kunishauri kwa kuona maamuzi yangu ni ya kurupuka isije kawa unaongea kwa niaba ya viongozi wako wa kijeshi, aliongea Hamza. Yulia alicheka tu akasema kwamba umefikiria mbali sana bwana. Kama wakuu wangu wangeniamrisha nisingejisumbua kukushauri. Vyovyote vile bwana, mimi sio ninaoingia vitani. Na kama kweli utaweza kuwashinda Wahinde, itakuwa na faida kwetu pia kama familia. Ukifeli pia mimi nitafanya tafiti zangu kwa amani na hakuna mtu wa kunisumbua. Baada ya Yulia kuongea hivyo, Regina akasema kwamba Yulia, wewe sio mtu mzuri. Yaani unataka kunufaika ila hutaki kujiweka rehani, aliongea Regina kwa ukali. Sasa Yulia akasema kwamba mimi nilichokusudia kusema ni kwamba kama umeamua kukabiliana ana kwa ana na Wahinde, kwa nini usifanye utafiti wa kujiandaa ili kuongeza asilimia za ushindi? Hebu niambie basi wewe, unadhani ni maamuzi gani napaswa kufanya? Huyu msichana wa mabikira si ndiye amerithi uchawi wa master wake na kupandisha uwezo wake mpaka kufikia level ya umakinifu? Kwa nini usimtumie yeye? Wapo wafuasi wake wengi tu ambao wana miili ya sumu yenye kudhuru wanaume. Kwa nini usitumie njia hiyo kuhakikisha anasambaza sumu kwa Wahinde wote ili wafe kabla hata kuanza vita? Mara baada ya watu hao kusikia maneno ya Yulia, walijikuta wakiwa na muonekano wa ajabu usoni mwao. Baadhi yao walijikuta wakivuta pumzi ya baridi. Dina akasema kwamba Yulia, wewe ni mkatili mno. Unapaswa kuelewa sumu hiyo ya usinga itafanya kazi kwa baadhi ya wanafamilia wenye uwezo mdogo pekee. Ni ngumu kuweza kufanya kazi kwa wataalamu wa juu. Silaha yako inaweza gundulika kabla hata haijafikia shabaha. Afu kingine,
sitakuwa ni kutoa kafara tu watu wasio na hatia. Yule akasema kwamba kwa hiyo vipi sasa? Tuseme familia nzima ikapoteza vijana na wakabakia tu hawa wazee waliojificha vichakani. Hata kama nguvu wanazo, watakuwa na msingi upi kifamilia? Anaongea Yulia. Pande wa Gendleza yeye alishia tu kucheka, huko akisema ya kwamba kwangu mimi sijali bwana, kama Hamza akinihitaji kufanya chochote muda wote mimi nipo tayari, na uwezo wa kutengeneza sumu ya kiusinga yenye nguvu zaidi. Gendleza alijikuta akiwa na matarajio makubwa, na ukweli ni kwamba tangu arithishwe madaraka bado hakuwa ameatumikia kabisa kwa kujaribu kupika wanawake na miili ya sumu kwa ajili ya kuambukiza wengine. Hivyo aliamini kama angepewa nafasi angeweza kutengeneza wanawake warembo na kuwajaza sumu miili yao, ili wanapokutana kimapenzi na wanaume wa familia hiyo ya Wahinde wasiweze kuchomoka. Basi Dina akasema kwamba huo utakuwa ni ukatili aise. Anaongea Dina ambaye alishawahi kuambukizwa na sumu mwanzo, na aliyachukia yale maumivu kila alipoyafikiria. Kila mtu alionekana akitingisha kichwa, wakionekana kutokubaliana na mpango wa Yulia. Sasa Yulia akasema ya kwamba naona mna mioyo ya mitume aise. Kama njia hii mnaiona ni katili, vipi kama nikitengeneza roboti ndogo sana, tena toleo jipya, na kisha kuwaambukiza kwenye damu zao kama virusi? Ingawa nguvu zake zinaweza kuwa ndogo, lakini viroboti hivyo vikishaingia kwenye damu vinaweza kutafuna seli za mwili na kupasua viungo vyao. Hiyo ni kama silaha ya siri ambayo hata jeshi alijui, maalum kuitumia kwenye nyakati muhimu tu. Basi mara baada ya kila mtu kusikia hivyo, walihisi kana kwamba vipele vinawaota kwenye miili yao. Kufikiria tu kile ambacho kingetokea, walihisi woga mkubwa. Sasa Hamza kusikia hivyo hakujua cheke mali. Alishia tu kutingisha kichwa chake na kisha akasema kwamba Yulia, nashukuru kwa nia yako ya dhati, lakini kama njia hiyo itatumika kwa wataalamu wa level za juu ni rahisi kugundulika. Wewe sio mvuna nishati, hivyo huwezi kuelewa miili ya mvuna nishati inavyofanya kazi. Yulia akasema kwamba ni sawa, kama mpango wangu hauwezi kufanya kazi ni sawa, wote tunataka matokeo yanayofanana. Hivyo kama kuna njia nzuri zaidi mimi nitasapoti. Hamza akasema usio na wasiwasi bwana, kuna mpango nao kichwani. Ni mpango gani huo? Aliongea Regina ambaye alikuwa na shauku kubwa zaidi. Unisaidie mambo mawili pekee. Kwanza, tuma majasusi wa kitengo cha binamu kwenda kufanya uchunguzi ni wapi makao makuu ya familia wa Hindi alipo. Alafu pili, andaa ndege kubwa sana yenye uwezo wa kutubeba wote tuliopo hapa. Regina alijikuta akishangaa na mara baada ya kufikiria kidogo akasema kwamba lakini Jemadari alishapiga marufuku kitengo chetu kufanya uchunguzi wote juu ya familia za kale. Jemadari amekwisha kuondoka, kuhusu sheria moja kwa moja isitumiki tena. Kuanzia sasa na kuendelea kitengo cha binamu kinaweza kufanya uchunguzi wa familia zote za uongo wa kale. Jemadari ameondoka, unamaanisha nini? Aliuliza Regina kwa mshangao. Hamza hakutaka kuelezea swala la wahodari 8 kumzunguka. Hivyo aliweza tu kwa ufupi akasema kwamba sijui ni wapi kaenda, lakini nilionana naye na akaniambia kuanzia sasa na kuendelea hatoingilia masuala ya nchi tena. Sasa kama ni hivyo, anyway, basi sawa. Anaongea Regina akimwamini Hamza, lakini bado alikuwa na mkanganyiko. Kuhusu kuandaa ndege kubwa, unataka twende kisiwani ama? Hapana, tunaenda makao makuu ya Wahinde. Nikiwa na nyie pamoja nadhani ndio mtakuwa salama zaidi. Basi mara baada ya kusikia hivyo alijikuta akishangaa sana, hasa kwa namna Hamza alivyokuwa akiongea kwa kujiamini. Mara moja alijua kumbe hicho ndicho alichokuwa anapanga. Hamza pale alisimama kisha alimshika gamba na kuongea akiwa na uso uliojaa serious, akisema kwamba awamu hii inaelekea na familia yangu kwenda nyumbani kwa Wahinde. Nataka kuashuhudie wewe mwenyewe nini kitatokea endapo utaidhuru familia yangu. Msikilizaji, tuelekee upande wa Dodoma ambapo kuna makao makuu ya jeshi. Mara kilisikika kishindo kizito cha meza kugongwa kikitokea ndani ya ofisi ya mkuu wa majeshi, yani Afande Simba. Alikuwa ni Afande Simba mwenyewe aliyekuwa amepigiza simu yake kwenye meza na kutengeneza kishindo. Hiyo yote ilitokana na hasira kubwa mno. Afande Simba alisema kwamba huyu mwanaharamu inamaanisha ameshindwa hata kunionyesha heshima mimi kama mjomba wake. Nilipoteza muda wangu tu kuwa na wasiwasi juu yake kwa muda wote. Kwamba eti alikuwa amepotea. Msikilizaji, katika ofisi hiyo kwenye masofa walikuwa wameketi wanajeshi wenye vyeo vikubwa, akiwemo Afande Himidu na Nyakasura. Mara baada ya wanajeshi waandamizi kusikia kauli hiyo, waliishia kukunja sura na kisha pale wakauliza ya kwamba inamaanisha ni kweli Hamza anapanga kuanzisha vita na kabila la Wahinde?
Kwa nguvu zake pekee si ni sawa na kujitoa hai? Aliongea mmoja wa wanajeshi waandamizi wa kitengo cha Malibu. Sasa mwingine akasema kwamba ni kweli kabisa, ana majigambo mno na kujiona anajua kila kitu. Kwa hili anakwenda kulipa gharama kubwa sana. Basi wakaambiwa kwamba swala kubwa hapa ni kwamba huyu kijana ni mjomba wako. Inakuwaje akukosea heshima? Sasa baada ya kusikia majadiliano hayo ya viongozi wake wa kijeshi yaliyojaa kebei kwa bosi wake, muonekano wa Afande Himidu ulianza kubadilika. Himidu akasema kwamba mjomba, mnaongea kitu gani? Mara baada ya Himidu kuongea kauli hiyo akiwa na uso wa kejeli, eneo lote likawa kimya kwa muda. Sasa Himidu akauliza kwamba mshauri, unamaanisha nini? Himidu akasema kwamba kipindi kile bosi wangu aliweza kufukuza jeshi la Delta Zero la Kimarekani na kulinda FX kule Chol. Hali hiyo imelipa taifa letu nguvu ya kuogopwa na mataifa makubwa zaidi ya teknolojia na pamoja na kijeshi. Jumlisha na vita iliyotokea hapa makao makuu. Kwa nguvu zake mwenyewe aliweza kupigana vita ile na kuwashinda watu wa Magedon Shekiamun na kuwalinda viongozi wakuu wa jeshi, mkiwemo ninyi mlio hapa. Wazee wengi wa taifa hili wamekuwa wakitafuta umaarufu tu, lakini yeye licha kutoa mchango mkubwa alijiweka mbali na masuala ya kisiasa na kijeshi kwa jumla. Na kipindi anafanya yote, mimi sijasikia yoyote kati yenu hapa akisema kwamba huyu kijana anajigamba sana na anajifanya anajua kila kitu. Miezi michache iliyopita, juu ya tukio la janga lililoikumba nchi ya Brazil, kama isingekuwa bosi wangu kuweka rehani uhai wake, isingejulikana ni uhai wa watu wangapi ungepotea. Amefanya mengi kwa nchi hii na kwa dunia nzima. Wakati akivuja damu, wakati karibia kufa, mlikuwa wapi nyie? Mmetoa wapi vigezo vya kwanza kumhukumu bosi wangu? Maneno ya Himidu yalifanya sura za kundi hilo la waandamizi kuzidi kuwa nyeusi. Walijikuta hawana neno la kusema na kujihisi maneno hayo yalikuwa ya kweli. Upande mwingine, Nyaka aliyekuwa amekaa alisha tu kumwangalia Himidu. Mrembo huyu alionekana kuwa na mawazo mengi yaliyokuwa yakipita kichwani mwake. Basi Nyaka akasema kwamba asante sana Himidu kwa mchango wako, naishia hapo hapo bila ya kwenda mbali. Usidhani kwa sababu baba yako ana sapoti kubwa ya kisiasa unaweza kuongea ujinga wote unaojisikia hapa. Basi viongozi walijaa povu, akasema kwamba kweli kabisa bwana. Kwanza wewe kama sehemu ya jeshi, kwa nini umuite huyo Hamza boss? Basi Afande Simba akasema kwamba mshauri mkuu, umepoteza utulivu wako. Himidu alishia kutoa kicheko cha juu na kisha pale pale akaongea kwa kumnyoshia Afande Simba kidole ya kwamba Afande Simba, wewe unajiita mjomba wake. Kama ni kweli, je, umetimiza wajibu wako katika kipindi ambacho bosi wangu alikuwa amepotea? Ulikuwa ukijua wazi kwamba shemeji yangu na familia yake walikuwa katika matatizo ya kinyanyasaji kutoka kwa familia ya Wahinde wa ulimwengu wa giza. Lakini ukaamua kukaa kimya na kukwepa swala hilo. Hukupiga hata simu ya faraja ama kuwajulia hali. Sasa umeona bosi wangu amerudi, unaanza kusema mimi si mjomba wake na hivi na vile. Unadhani angekusikilizaje? Au ujomba wako ni wa mdomoni tu? Afande Simba mara baada ya kupewa maneno hayo yanayoumiza hadi moyoni, uso wake ulizidi kumjaa hasira. Afande Simba akasema kwamba toka nje. Mimi ndo akasema kwamba haina haja ya kunifukuza, mimi nishamaliza kuongea, hivyo nitaondoka. Mara baada ya Himidu kusimama, alianza kuangalia wanajeshi hao waandamizi na kisha akaongea kwa macho ya kejeli ya kwamba moja ya sababu kwa nini wazee wanaheshimiwa ni kwa sababu wamepitia mengi na kupambana changamoto nyingi. Na vile katika kuwajibika kwao, ukiona unachoweza ni kujigamba kwa kujiita mzee pasipo kusimama katika nafasi yako, wewe ni mzee wa umri tu na si vinginevyo. Basi mmoja wa mabrigadia jenerali wa jeshi kwa hasira mno alisema kwamba kaa kimya mtoto. Mbona unaona mdomo usiojua nini cha kuongea? Unababwaja tu uelewi cha kuongea kwa kubwa zako. Himidu, kuanzia sasa umefukuzwa kazi. Himidu alicheka. Akasema kwamba hata haina haja ya kunifukuza kazi ambayo nishachoka kuifanya. Wala hata haina haja yani. Basi aliongea Himidu hivyo na kisha pale pale alifungua wallet yake, akatoa kitambulisho maalum na kukirusha kwenye meza. Kisha akaanza kupiga hatua kutoka nje ofisi hiyo. Sasa Afande Simba akasema kwamba Himidu, unapanga kufanya nini wewe? Himidu akasema bosi wangu anaenda kupigana na Wahinde. Mimi kama rafiki yake naenda kumshangilia. Aliongea Himidu kwa sauti ya kueleweka
Sasa Afande Simba kwa hasira akasema kwamba acha mara moja. Jeshi sio mahali unapoweza kuingia na kutoka tu utakavyo. Himidu aligeuka na kisha kutoa tabasamu la kejeli. Akasema kwamba kama unataka kunikamata unaweza kufanya hivyo. Lakini unapaswa kufikiria vizuri, je, utaweza kushindana na bosi wangu? Basi sekunde ambayo maneno hayo yalivyomtoka, kila mtu ndani ya eneo hilo alifubaa uso. Hakuna aliyekuwa na ujasiri wa kutoa oda ya kukamatwa kwa Himidu. Karibia wote hapo walishaona nguvu alionayo Hamza, hususan pigo lile la nyota asubuhi. Na wakati huo ambao Hamza mara baada tu ya kurudi aliweza kuwachinja wazee wawili wa familia Wahinde. Sasa inamaanisha nguvu zake ziliongezeka maradufu. Hivyo kwa namna yote ile, walivyojihisi kudhalilika, waliona bora wavumilie tu. Sasa Himidu alishia kuangalia wazee hao kwa macho yaliyojaa kejeli. Kisha pale pale kwa kujiamini kabisa alipiga hatua chache tu na kutoka eneo hilo, huku sauti yake iliyopotelea nje ikisikika. Sauti ya Himidu ilisikika kwamba niliuelekeza moyo wangu kwenye mwezi, lakini mwezi huo humulika mtaro. Watu niliopenda kuwatumikia wameshindwa kufikisha nchi kwenye malengo yake. Na usikitikia muda wangu. Kila mmoja alisikia kauli hiyo alishia kung'ata meno yake kwa nguvu, huku wakisikiliza kicheko cha Himidu kikizidi kupotea kwenye masikio yao. Afande Simba hakuwahi kuwa na hasira kiasi hicho hapo kabla. Siku zote aliamini kukaa kwenye kiti hicho cha ukuu, kila alichofanya kilikuwa kwa ajili ya nchi na hakupaswa kufanya maamuzi kwa mihemko ya maisha yake binafsi. Sasa akasema kwamba Nyakasura, nenda kamweke chini ulinzi. Nyakasura akasema hapana. Aliongea Nyakasura huku sasa akisimama kakamavu. Kisha akaendelea kusema kwamba Afande Simba, babu yangu amekwisha kutoa maagizo kwa familia nzima ya ukoo wa Phoenix kutokuingilia masuala yote yenye uhusiano na Hamza. Zaidi sana kumeandaliwa kikao cha ukoo mzima nyumbani visiwani. Hivyo napaswa kurudi leo. Kufika kwangu hapa ni kwa ajili ya kuaga. Afande Simba akasema nini? Ukoo wa Karume wameitisha kikao cha familia kwa kila mwanaukoo? Sikikao hiki mara nyingi wanaoshiriki ni wazee 9 wa ukoo pekee. Nini kinaendelea? Na kwa nini kikao cha ghafla? Nyaka akasema kwamba kuhusu ajenda kikao sijui, ila wazee wetu wote 9 wa ukoo wametoka mafichoni na wanafamilia wote wamekwisha kuarifiwa kurudi kisiwani mara moja. Basi bwana. Mara baada ya kusikia maneno hayo walijikuta wakizidi kushangaa. Ukweli ni kwamba tokea muda mrefu sana hakujawahi kufanyika kikao cha kifamilia kwa ukoo wa Karume. Kikao hicho mara nyingi hukaliwa na wazee 9 wa ukoo. Sababu ya kikao hicho kutokufanyika ni kwamba ilisemekana wazee hao kila walipoombwa kujitokeza kutoka mafichoni kwa ajili ya kikao hawakutokea. Hadi baadhi ya watu walihisi pengine wazee hao walikuwa wameshapotea au kufariki. Msikilizaji, unachopaswa kujua ni kwamba wazee hao inasemekana pia walikuwa ni kati ya waliobahatika kuishi miaka mingi sana na pengine walilingana kiumri na jemadari. Sasa swala moja ni kwamba kama kweli wazee hao wametoka mafichoni, lazima watakuwa wameambatana na baadhi ya familia zao. Sasa swali ni kwamba nini lengo la kikao hicho? Kwa hiyo Nyaka aliwaaga akasema kwamba kwaherini. Kisha pale pale akapiga salute na akaongea kwa kumwangalia Afande Simba akisema kwamba Afande Simba, anga linakaribia kubadilika. Mara baada ya kuongea hivyo, Nyaka alishageuka na kisha kutoka eneo hilo, kufumba na kufumbua kama jini alitoweka. Afande Simba miguu yake yote ilimlegea na alijikuta akiegemea kwenye kiti huku macho yakimtoka pasipo kuelewa alikuwa katika hisia za aina gani. Sasa bwana, twende mkoa wa Tatamura. Mura. Ni kaskazini magharibi mwa nchi, kanda ya ziwa. Ambapo kuna ziwa kubwa linalochukua maji yake kutoka kwenye misitu ya Mau. Eneo hili ardhi yake ilikuwa imefunikwa na nyasi zisizokuwa na mwisho, ukijumlisha na kuzungukwa na mbuga ya wanyama ya Serengeti. Ilifanya eneo hili kupendeza mno macho kwa mtu mwenye kubahatika kufika. Hili eneo bwana ni mkoa wa Mara. Hata hivyo eneo hili lilionekana kuwa zuri kwa shughuli za kiutalii, bado halifikiki rahisi, ila ni eneo tu ambalo limeondolewa katika ramani ya utalii. Maana yake hakuna mtalii yote aliyeruhusiwa kuweza kukaribia. Asilimia kubwa ya walinzi wa mbuga pamoja na viongozi wa serikali walipohojiwa kuhusu eneo hilo walisema ni maalum kwa ajili ya kuhifadhia vifaa vya kijeshi ambavyo ni hatari. Lakini ukweli ni kwamba eneo hili ndilo makao makuu ya familia Wahinde. Ndani ya eneo la katikati ya ziwa kubwa la kutengeneza kulikuwa na mlango mkubwa sana uliosimama kama vile ni jukwaa. Juu ya mlango huu katika kibao kama stage hivi kulikuwa na sanamu kubwa mno la kuchongwa la kasa mweusi.
Jambo jingine la ajabu si tu uwepo wa mlango huo mkubwa kama geti, bali upande wa kuingilia eneo hilo kutoka msituni kulikuwa na ngazi zilizoshuka moja kwa moja kuelekea ziwani. Yaani ilikuwa ni kana kwamba ili mtu avuke upande wa pili alipaswa kushuka kwenye ngazi hizo msituni na kisha kupita kwenye ziwa hilo kupitia mlango mkuu ulio na sanamu la kasa. Sasa katika eneo la kuzunguka ziwa, karibu pande zote kulikuwa na majengo yenye muundo wa kikale. Ukale wake ulikuwa ni udhihirisho kwamba eneo hilo lilikuwa na historia ndefu sana. Upande wa kusini mwa ziwa, katika eneo la mwinuko kutoka ziwani, kulikuwa na ngazi zilizopanda moja kwa moja kutoka ziwani na kuingia kwenye jengo la ukumbi mkubwa uliopewa jina la kitamaduni la Kigoda cha Wakuu. Katika kuta za jengo hilo la kigoda kulikuwa na michoro mbalimbali. Na mingi ilikuwa ni ya kilugha zaidi na iliyochorwa muda mrefu. Sanamu lile la kasa pamoja na jengo hilo la ukumbi mkuu wa familia ambalo wenyewe waliita Kigoda cha Wakuu ni kama ujenzi wake ulikuwa kwa ajili ya kulandana na sanamu. Sasa muda huo katika eneo la chini ya ngazi kuingia kwenye jengo hilo kulikuwa na maelfu ya watu waliokuwa na nyuso zilizosawijika. Macho yao yote yalielekea upande wa sanamu lile katikati ya ziwa, wakiwa na hali ya heshima kubwa kwa tukio hilo litarajia. Kati ya watu hao wa idadi isiyopungua 1000, baadhi walikuwa na miaka 50 na wengine hadi kufikia 60. Muda huo mbele kabisa alionekana mwanaume mwenye umri kati ya miaka 60 aliyekuwa amevalia vazi jeupe lililompatia hadhi na kumtofautisha na watu wengine waliopo hapo. Bwana huyo ndiye aliyekuwa mkuu wa kabila ama koo yote ya Wahindi, aliyeitwa Junsa Muhinde. Pembeni ya mzee Junsa kulikuwa na wazee wengine, viongozi wa familia. Muda huo muonekano wa mzee Junsa ulikuwa wenye wasiwasi mkubwa. Wakati wote akiangalia katika mlango ule wa sanamu la kasa, ni muda ule muonekano ukizidi kuonyesha wasiwasi, mara ghafla maji ya ziwa alianza kuganda kwa spidi ya kuonekana machoni na kufanya mvuke au ukungu wa ubaridi kupanda hewani kutoka kwenye ziwa. Ni muda ule ule wakati joto la maji likishuka, mara walionekana watu 10 au zaidi wakijitokeza kuelekea msituni na wote kutua juu ya jukwaa lile la mlango wa sanamu la kasa. Mzee Junsa mara baada ya kuona watu hao, mara moja tu alikuwa wa kwanza kupiga magoti chini na kufuatiwa na wenzake, huku akiongea kwa nguvu akisema kwamba karibuni yenye mababu wa mababu zetu. Mara baada ya kutamka maneno hayo, sasa wanaokoo wengine pasipo kujali hadhi yao waliokuwa wamepiga magoti na wao pia walirudia maneno yake wakisema kwamba karibuni mababu wa mababu zetu. Waliongea wakiwa wameinamishwa vichwa chini. Ni wakati huo huo walizidi kuhisi ubaridi mkali ukitawala eneo hilo. Mara baada ya kuinua vichwa vyao juu, walijikuta wakishikwa na mshangao, na hiyo ni mara baada ya kushuhudia ziwa lote likiwa limetengeneza tabaka juu la barafu na kufanya lionekane kama ardhi ya barafu inaweza unaweza kupita hata kwa miguu. Sasa watu wale waliokuwa wamefika hapo, mara baada ya kuona maji hayo yameganda, walianza kupiga hatua juu yake na kutembea kuelekea kwenye ngazi ambazo zinawapeleka katika ukumbi mkuu wa Kigoda. Wanaokoo hao walikuwa katika mshangao, kwani hawakutegemea kama maji yote ya ziwa yangegeuka barafu kwa haraka kiasi hicho. Hata hivyo, mshangao wao haukuwa maji kuganda pekee, bali nguvu walizokuwa nazo watu hao mpaka kuweza kugandisha maji. Isitoshe, kugandisha vitu kuwa vya baridi ndio asili ya nguvu zao za nishati. Hivyo asilimia kubwa na familia walikuwa na uwezo wa kugeuza kiasi kidogo cha maji kuwa barafu. Lakini kitendo cha kugeuza maji mengi kiasi hicho kuwa barafu kwa haraka sana na ikawa njia wanayopita juu yake, kilimaanisha walikuwa na kiwango cha juu sana cha mafunzo. Mmoja wa mababu alikuwa akiongoza njia alikuwa kijana mdogo mno kimuonekano kuliko hata alivyojunsa, na ingawa mavazi yake yalikuwa ni meusi, ilionekana ni kama hakuwahi kuvua mavazi hayo kwa miaka 100. Si kwa sababu ya uchafu, bali kutokana na aina mavazi yenyewe. Junsa na wenzake mara baada ya kumuona mzee huyo wa kimababu, walihisi hali yao ya kupumua ikiwaendea ndivyo sivyo. Ukweli ni kwamba licha ya kuwa walikuwa na mababu kati ya mababu zao, mara nyingi hawakuwahi kuwaona zaidi ya kwenye picha za kale za kuchora. Yaani kwa lugha nyepesi, wazee hao walikuwa wakitokeza kwa mara ya kwanza katika kipindi cha miaka 100. Junsa kama kiongozi wa familia alipaswa kujiamini kwa kukaribisha wazee hao, lakini kutokana na msisimko aliokuwa akisikia, alishindwa hata kujua namna ya kuanza kutamka maneno. Junsa kuongea neno na vile wenzake hawakuongea neno. Matokeo yake katika eneo hilo hali iliingia ukimya. Upande wa mababu hao, mara baada ya kuona kuna watu zaidi ya 1000 waliokusanyika katika eneo hilo,
Wote walikuwa na muonekano mchanganyiko. Wengine walikuwa na macho kufurahishwa na jambo hilo na wengine walikuwa na macho kutoridhika. Basi sauti ilisikika ikisema kwamba wewe ndiye Kabwela. Mara baada ya kiongozi yule wa mababu kuona Junsa akiwa kimya pasipo kuongea, alianza kuongea kwa kuuliza hivyo. Muonekano wa Junsa ulizidi kuwa wa serious mara baada ya kuuliza swali hilo. Mara moja alizidi kuinamisha kichwa chake na kisha akajibu ya kwamba babu wa mababu Zinga, mjukuu wako Kabwela ambaye ni babu yangu alikwisha kufariki miaka 17 iliyopita. Akajibiwa, kumbe wewe ndio mjukuu wa Kabwela. Lakini umejuaje jina langu? Junsa akasema kwamba babu wa mababu, mchoro wa picha ulioacha miaka 300 iliyopita hauna tofauti na ulivyo sasa. Aliongea Junsa kwa hamasa. Kisha akaendelea kwa kusema kwamba kila mwaka wa kimila kuabudia mchoro wako ni sehemu ya ibada zetu za kimila. Basi Mkale Zinga akasema kwamba kumbe kwa hivyo basi ni jambo zuri. Junsa alikuwa na furaha sana. Kama mtoto aliyekuwa akipokea sifa kutoka kwa mababu zake, ilikuwa ni jambo kubwa. Hata hivyo pale alipoteza furaha yake na akaongea kwa sauti ya kinyonge akisema kwamba tunaomba msamaha kama wajukuu kwa kuwasumbua kutoka mafichoni. Ni kwa sababu tu hakukuwa na jinsi, ndio maana tulazimika kuwaita kwa ajili ya kuidhibiti hali. Basi Mkale Zinga akasema kwamba haina haja ya kujilaumu. Ulikuwa ni wakati wa sisi kujitokeza hata kama msingetuita. Ripoti mliotutumia haikuwa na athari zozote kwa mafunzo yetu na kutoka kwenu. Basi Mkale mwingine aliyekuwa na mavazi yaliyochafuka alitoa kicheko akisema kwamba adui wadogo namna hiyo kama inzi wanaoruka, kama ni kudili nao kwanza kuna haja gani ya sisi kutoka wote? Mimi peke yangu ningetosha kabisa kumuua huyu adui. Aliongea na kumfanya Junsa kushtuka. Mara moja aliinamisha kichwa chake chini na kisha akaongea kwamba babu wa mababu Tengu, ni kwa sababu mjukuu wako Kundaeli Muhinde aliuliwa na mtu anayeitwa Hamza Mzee. Basi huyo babu wa mababu akasema kwamba na mjukuu anayeitwa Kundaeli. Inasikitisha sisi kumbuki hata jina lake, kumbe na mjukuu anaitwa hivyo Kundaeli. Bwana, ukifa umekufa bwana, ukiishi umeishi. Uhai ni hatima na kifo ni hatima pia. Yeyote ajifunzaye kuinua nguvu zake anapaswa kwenda na mkondo wa asili. Hadi usiyemweza usipigane naye. Ukipigana naye na ukafa hupaswi kuombolezwa. Hata hivyo nina shauku ya kutaka kuona kwa macho yangu ni nani huyo anayeitwa Hamza Mzee, mwenye kuwafanya kuwa katika kiwewe cha kutuita kuwasaidia. Basi mara baada ya kusikia maneno hayo, wanafamilia hao walijikuta wakiwa katika hali ya mshangao, lakini vile vile walielewa kwamba kwa mababu zao kifo na uhai si vitu vya kuwasumbua akili, kwa sababu uelewa wao ulikuwa ni zaidi ya kifo na uhai. Basi Junsa akasema kwamba mababu wa mababu, naweza kuuliza kwa nini mliamua kutoka wote awamu hii? Basi Tengu, Zinga na mababu wengine waliokuwa na muonekano usioelezeka kwenye uso zao. Kati yao hali ya kukosa utulivu ilionekana waziwazi, huku wengine wakiwa na matarajio makubwa. Basi Zinga huku sasa akiwa amerudisha mikono yake nyuma akasema kwamba sio sisi tu ambao tumetoka. Ni wazi pia marafiki zetu wengine wa uungu wa kale kama mimi wametoka pia au wanajiandaa kutoka. Aliongea Zinga huku akiwa amerudisha mikono yake hivyo nyuma. Sasa Junsa na wenzake mara baada ya kusikia maelezo hayo walijikuta wakishikwa na mshangao. Msikilizaji, unachopaswa kufahamu ni kwamba miaka mingi iliyopita, kabla ya jemadari hajaanzisha umoja wa uungu wa kale, alianza kuunda familia za kikoo ambapo kila koo ilikuwa ni ya uwakilishi katika umoja huo wa kiungu wa kale. Sasa kuanzia enzi hizo mpaka nyakati za sasa, familia hizo zimekuwa chini ya wakuu wa kibabu au wazee wa kale. Katika kila familia yenye wazee wa kale kulikuwa na kiongozi mkuu ambaye alisimama kutokana na kuwa na nguvu kubwa. Mfano tu, Zinga alikuwa ndiye mwanaukoo wa Wahindi ambaye alikuwa na nguvu kubwa mno. Hivyo moja kwa moja ilimfanya kuwa kiongozi mkuu wa kibabu. Lakini ukiachana na hilo, jemadari ili sasa kuhakikisha umoja wa uungu wa kale unakuwa imara zaidi, alijumuisha pia sehemu ya wataalamu wa level za juu ambao walikuwa wakijitegemea, yani wale ambao hawakuwa wakifungamana na familia zao na walijiwakilisha wao wenyewe. Sasa sheria ilikuwa ni moja tu, wazee hao wa uungu wa kale hawakuruhusiwa kutoka mafichoni kwa namna yote ile mpaka jemadari mwenyewe ambaye ndiye kiongozi wa uungu wa kale awaite. Hata hivyo, wapo wachache walikaidi sheria hiyo, lakini wengi waliishi ndani ya sheria.
Na yote hayo ni kwa sababu hawakuwa wakimweza jemadari. Sasa wakati huo jemadari pia alihakikisha ulinzi wa familia za wazee wa uungu wa kale walizowakilisha unaendelea kuwa salama. Hayo yote mtu kama Junsa alikuwa akiyajua. Basi Junsa akauliza ya kwamba, mababu, mmeamua kutoka wote ni kwa sababu jemadari amewaita? Basi mababu wale waliishia kuonyesha hali isiyoelezeka usoni mwao, kisha akaongea kwamba jemadari hayupo tena kwenye ulimwengu huu. Watu mara baada ya kusikia kauli hiyo walijikuta wakishangaa. Basi wakauliza kwamba, mababu, unamaanisha kwamba jemadari amefariki Lakini hawezi kuwa, kwa sababu miezi kadhaa tu iliyopita Chifunda, mkuu wa familia ya Mjema, aliweza kuamsha uwezo wake kufikia level ya mkondo wa damu. Alijaribu kupigana jemadari, lakini mwishowe akaishia kudhibitiwa na mfanyakazi wake. Kwa uwezo leo kwa nao jemadari itakuwa ni vigumu kupoteza uhai kirahisi, au unakosea mababu? Mara baada ya Junsa kuongea hivyo, mkale aliyeitwa Tenga alishia kucheka na kisha akasema kwamba, dogo, nani kasema jemadari kafa? Sisi tulichosema ni kwamba jemadari hayupo kwenye ulimwengu huu, lakini haimaanishi kwamba kwa sababu tu hayupo basi amekufa. Junsa na wazee wengine baada ya kusikia hivyo alijikuta akishikwa na bumbuazi. Akisema kwamba, babu wa mababu zetu, Tengu, unamaanisha nini kuhusu hili? Kajibiwa kwamba uwezo wako wa nishati ni mdogo sana. Ndio maana huwezi kuhisi ni msisimko wa nguvu kiasi gani simba mkongwe anasambaza kwenye dunia hii. Ni mtu aliyeshikilia kiasi kikubwa cha nguvu za kiroho na kutufanya tujihisi kama tupo chini ya kifungu cha sheria zake. Lakini kitendo cha nafsi zetu kuhisi uhuru wa kiroho kinamaanisha kwamba jemadari ameondoka. Na kwa hilo tu, ishara kuu ni mabadiliko ya mkondo wa nguvu za kinishati. Kuongezeka nguvu zetu zimeongezeka kidogo, na hii inamaanisha kwamba kuondoka kwake kumeondoa mzimu wa kizingiti kwenye nafsi zetu. Basi wanafamilia hao walishindwa kabisa hata kuamini. Yaani kwamba jemadari peke yake si tu kwamba alikuwa na nguvu, bali vile vile uwepo wake ulitengeneza vizingiti vya nafsi kwa wavuna nishati wenzake na kuwazuia kupanda level kwa haraka kwa kutawala mkondo wa nishati. Kwa urahisi ni kwamba kutokana na wavuna nishati waliopo ndani ya ukanda unaodhibitiwa na umoja wa uungu wa kale kuwa na uwezo mdogo, hawakuweza kuhisi athari za jemadari. Lakini sasa kwa wale ambao tayari wamekwisha kupanda level au wanaotegemea kupanda level, huwa katika hatua ambayo uwepo wa jemadari wenyewe tu unawazuia kupanda level kutokana na nguvu za kiroho alizokuwa nazo jemadari kuwa kizingiti cha nafsi zao. Sasa Zinga alishia kuangalia anga katika hali fulani hivi ya kutafakari, kisha akaongea kwa uso uliojaa tanabai ya kwamba kama jemadari ameweza kupotea kwenye ulimwengu huu, uwezekano wake wa kufa ni mdogo mno. Pengine amekwisha kuvunja na kuivuka level ya ombwe jeusi la asili na kuifikia level ya malaika. Basi mara baada ya wazee hao wa Wahinde kusikia maneno hayo, wote walijikuta kibung'aa, wakikosa neno midomoni mwao. Kulingana na nyaraka za mafunzo ya nishati kwa waliobahatika kusoma, level hiyo iliyotajwa ilikuwa ni kama hadithi tu, ambazo ilikuwa ni ngumu kwa mtu mwenye akili timamu kuifikiria katika uhalisia. Watu hao walijua jemadari alikuwa na nguvu, lakini hawakuthubutu kufikiria alikuwa na nguvu kiasi cha kutofikirika. Ilionyesha haikuwa ajabu kwa wazee wote wa uungu wa kale kwenda mafichoni na kutokuthubutu kuvunja sheria na kupigana na jemadari. Basi Zinga alipooza kidogo kwa kusema ya kwamba si kosa kwa Chifunda kwenda kujaribu kumshambulia jemadari, ni kwa sababu tu alizaliwa kwa kuchelewa. Hivyo amekosa maarifa mengi yanayomhusu jemadari kuhusu nguvu zake. Ukijumlisha kwamba pia ni kama wanaishi katika asili moja ya damu. Shaka ilizidi walisia, ndio maana akaona alikuwa na nguvu za kushindana naye. Hata hivyo katika kipindi cha muda mrefu, kutokana na nguvu kubwa kujikusanya kwa kumzunguka jemadari pekee kama kiongozi, imepelekea migogoro mingi ndani ya familia bana. Hali hiyo iliyotengeneza fundo katika mioyo ya wanafamilia na kuwafanya washindwe kabisa kujifunza hata kufikia chembe ya uwezo aliokuwa nayo jemadari. Sasa kama simba mkongwe ambaye alikuwa ndio chanzo cha nguvu ya familia mzee hapa nchini ameondoka, story moja kwa sasa inabadilika. Mara baada ya Zinga kuongea maneno hayo, wazee wenzake wengine pia walionyesha uso wa shauku na msisimko mkubwa wa furaha. Kwa kipindi kirefu, kutokana na uwezo wa jemadari, walijikuta wakiishi mafichoni na uhamishoni kwa muda mrefu, wakiepuka kuingilia masuala ya kibinadamu na kisiasa, huku akiwa na matumaini ya kutokea kwa siku kama hiyo ambayo
jemadari ameondoka. Sasa Junsa na wanaokoo wengine mara baada ya kusikia maneno hayo ya mababu zao walihisi mioyo yao ikitetemeka. Walikuwa katika hali ya furaha. Ni hapo pale sasa walipoelewa kwa nini mababu zao walisema wazee wengine wa uungu wa kale wanakwenda kutoka mafichoni. Kiongozi hakuwepo tena, hivyo hakukuwa na mfuele tena. Maana yake hasa kwamba ardhi inaingia katika nyakati nyingine ambazo atakayeibuka shujaa ndiye atakuwa mfuela. Ilikuwa ni rahisi tu kueleweka. Nguvu yote ya familia urithi wa damu ya Simba Joka ilikuwa imejengwa juu ya mtu mmoja, yani jemadari mwenyewe. Sasa kama msingi umebomoka, maana yake ni kwamba kuta haziwezi kuendelea kusimama imara. Basi Zinga alimuita Junsa. Junsa aliyekuwa katika hamasa kubwa airudi katika uhalisia, na kisha kwa heshima katika kusema ya kwamba mababu, ni maagizo gani uliokuwa nayo? Basi Zinga akasema ya kwamba umesema kwamba mtu ambaye amemuua mjukuu wa tawi la familia kuu ni mjukuu wa jemadari, si ndio? Basi Junsa akajibu ya kwamba ndiyo babu wa mababu zetu. Huyu kijana Hamza ni mtoto aliyetelekezwa tokea akiwa mdogo na amekataa kurudi kuwa chini ya familia. Maisha yake yote amekulia nje ya nchi na amejifunza mbinu za kuamsha nguvu ya mwili pasipo kutegemea nishati. Kubwa zaidi, ameweza kupata ufunuo wa matumizi ya nguvu ya kusudi na uwezo wake ni wa ajabu kweli kweli. Akiwa na miaka 20 pekee, ameweza kujitengenezea umaarufu mkubwa kwa kuanzisha shirika lake la siri lenye nguvu duniani. Mpaka sasa ameweza kuua majisi kadhaa na tena wote wa mamlaka Magedon, na ameua wazee wawili wa kale wa kabila la Wanyadamu, na amepotea hivi karibuni, na mara baada ya kurudi uwezo wake unaonekana umeongezeka zaidi. Alongevo Junsa hasa mara baada ya kundi hilo la wahenga wa kale kusikia maneno hayo, walijikuta wakishangaa kwani ilikuwa ni nje ya matarajio yao. Basi baada ya kusikia stori zote hizo, Tinga akasema ya kwamba ndani ya umoja wa Magedon Shekiamun, wanachama wanaoshikilia Nane Bora ndio wenye kustahili kuangaliwa zaidi. Kuhusu ukoo wa Wanyadamu, ingawa hawa watu wameishi kale yetu, bado nguvu zao haziongezeki kwa umri wao. Asilimia kubwa kama wana uwezo, watakuwa na uwezo wa kutawala mapepo na majini, kitu ambacho si ngumu kwetu kukabiliana nacho. Na kuhusu nguvu ya kusudi, tokea nyakati za kale ni watu wachache sana waliobahatika kupata ufunuo wake. Wengi walionyesha kupata ufunuo ni wale waliokuwa na uwezo mkuu wa akili kuvunja kanuni za kimbingu. Na ili mradi hawakuweza kupoteza uhai katika malipizi ya kimbingu, walichukuliwa kama watu wenye nguvu kubwa katika kizazi chao. Na Simba Mkongwe ni heshima kwa mjukuu wako kukufia akiwa katika level ya kujua siri ya nguvu ya kusudi. Alongea Tinga. Basi Zinga akasema kwamba ukoo wa uungu wa Simba hawezi kuwa tishio tena pasipo kuwepo kwa jemadari. Ingawa ukoo wa Chifunda una nguvu, hawezi kufua dafu mbele ya ukoo wetu wa Wahinde bwana. Basi alongevo Zinga na kisha kapoza kidogo, kisha akasema kwamba pengine jemadari kamwacha nyuma huyu Hamza kwa sababu alijua atarithi nafasi yake na kuwa muhimili wa familia. Lakini pengine ni kwa sababu jemadari uwezo wake umekuwa mkubwa sana na kuona stahili tena kubakia kwenye ulimwengu. Hivyo hakupata muda wa kutosha kumrudisha Hamza kwenye familia. Huyu mwanaharamu ni vyema asiporudi kwenye familia yake na kugeuza chuki yake bwana. Atafikiria faida na kujiunga na familia yetu. Na ndipo angeweza kupata nafasi ya kuendelea kuishi na kupanda level zaidi na zaidi. Basi kundi hilo la mababu wote walitingisha vichwa vyao kwa makubaliano, wakiona hawapaswi kumdharau Hamza hata kidogo. Asa Junsa akasema kwamba mababu, wasiwasi wetu ni kwamba Hamza hawezi kuacha hili swala kuisha hivi hivi. Mke wake ndiye mkuu wa familia Dosam, ambaye pia ni mmiliki wa kisiwa cha Bondeni. Regina tayari amekwisha kuamsha damu yake na ameweza kufunua kurasa kadhaa za kitabu kisichokuwa na maandishi. Kutokana na umuhimu wa kitabu hicho kwa familia yetu, pia tulitaka kumleta kwenye familia na kuwa chini yetu. Lakini Hamza kwa majigambo alisema kwamba ametupa masaa kadhaa ya kuhakikisha kwamba tunajisalimisha na kuwa chini ya uongozi wa mke wake. Alongevo Junsa. Sasa Zinga akasema kwamba kumbe kwa hiyo inamaanisha mpaka sasa bado ukoo wa Dosam unakataa kufikia makubaliano na sisi Miaka mingi iliyopita baada ya mababu zetu kupigana na mababu wa ukoo wa Dosam, walipigika sana na kuishia kwenda kujificha kwenye kisiwa cha Bonde na kitabu chao kisichokuwa na maandishi bwana. Lakini kuona kwamba yupo mwanafamilia wa Dosam ambaye ameweza kufunua kitabu hicho,
Hii ni kama faida yetu pia kwa familia. Hata hivyo sisi kama viongozi wa familia uzao wa Nyimfu hatuwezi kuruhusu mtoto kutoka ukoo wa Simba kutuamrisha nini cha kufanya. Longevu Zinga basi akacheka akasema kwamba inafurahisha sana bwana. Huyo mtoto anaonekana kuwa mkurupukaji mno. Kama kweli ni mrithi wa damu ya Simba Joka, kathubutu vipi kuwa mwanamke wa urithi wa damu ya Nyimfu? Na ameenda hadi mbali na kusema kwamba tunapaswa kutii matakwa yake. Na kama sio hivyo atakuja kutushambulia. Huyu mtoto anafurahisha sana bwana. Basi Tengu aliendelea kusema ya kwamba kama ni hivyo, sawa, mwacheni aje tu. Isitoshe sisi mababu zenu pia tunataka kujua ni kwa namna gani hiyo nguvu ya kusudi inaweza kufanya kazi. Sasa msikilizaji, turejee katika jiji la Dar es Salaam International Airport. Anga ndio kwanza lilikuwa limeanza kutawaliwa na mwanga. Hamza alikuwa amemchukua Regina, ndugu zake wengine wa karibu pamoja na wake zake na kufikia katika uwanja huo wa ndege asubuhi na mapema. Katika kundi hilo la Hamza alikuwepo mwamba wetu Chinga, ambaye kutokana na nguvu alizokuwa nazo muda huo alikuwa amembeba Jolly yule kasa. Hamza aliona ulazima wa kusafiri na kasa huyo kwa ajili ya kumfanya mke wake kuwa na amani. Kuhusu Gamba bana, kuhusu mshikaji wetu Gamba, Hamza alikuwa amemwambia azidi kujifanya awe mdogo zaidi. Kwa kifupi alikuwa amekuwa mdogo kiasi cha mbawa zake kutokuonekana. Gamba uwezo wake haukuwa kawaida. Lakini licha ya hivyo, Hamza hakutaka watu wengi wajue uwepo wake. Hivyo katika safari hiyo Hamza hakuwa na nia ya kumtumia Gamba katika mashambulizi, labda tu kwa ulazima mkubwa. Basi Regina akasema kwamba Habi, uliongea na Sally na wengine jana usiku, si ndio? Aliuliza Regina wakati huo akitembea kusogelea ndege. Hamza akasema kwamba ndio, naona kuna mambo mengi nimefanya ambayo kwangu yanaumiza tu kichwa. Umefanya kazi kubwa sana wakati sipo. Regi akiona tabasamu akajibu ya kwamba nilikuwa nikifanya kile ambacho nilipaswa kufanya kama mke wako. Wengine pia walijitahidi katika nafasi zao. Hamza akasema kwamba safi sana. Mchafu Muuzi na wengine wamekusifia sana kwa uwezo wako. Hata Sally anakusifia kwa mchango mkubwa sana kwake. Na wote sasa wanakupa heshima kubwa. Alongevu Hamza huku akitoa kicheko cha ajabu. Asareji akasema kwamba lakini kuniheshimu kwao sio ajabu. Hamza akasema kwamba ndio. Alijibu hivyo Hamza kusasa kitabasamu. Irene akauliza kwamba dada, nani Shemu mnaongea nini, mbona mimi siwaelewi? Aliuliza Irene aliyekuwa amebeba kibegi kidogo tu mgongoni kama vile mwanafunzi anaenda trip. Hamza akasema kwamba dogo, upasi kuelewa kila kitu. Basi Irene akasema kwamba kuto kuniita tu dogo, kila siku kuniita dogo, kila siku kuniita dogo, huku kijua kabisa mimi sio mdogo. Alongevu Irene huku akivuta mdomo wake. Yaani Irene kwa uwezo wake anajua kabisa kwamba anaweza kumfikisha Hamza kunako. Sasa kwa nini amuite dogo? Wakati hapa akimuomba, anampa vizuri sana. Asa Hamza alishia kuhisi mawazo kwa kuona msichana huyo anamuingiza kwenye matatizo, hususan kwa jinsi Regi alivyokuwa akimpiga jicho kali. Jana yake Hamza alikuwa amewasiliana na watu wa kisiwani na kuambia kwamba amerudi na alikuwa salama salimini. Alimtaka pia Sally kuja nchini Tanzania kwa ajili ya kumsaidia katika vita yake na Wahinde, huku akiwaambia wengine kwamba angerudi kisiwani punde tu akimalizana na Wahinde. Yaani ni kama ambavyo Hamza alitarajia wazi kwamba Wahinde ni ngumu mno kubaliana na matakwa yake. Na kwa Hamza alijua kwa uwepo wa Regi aliyeamsha damu na kutokea kwa kasa aliyeamsha damu yake, ni dhahiri kwamba ukoo huo usingekaa kimya tu pasipo kumletea matatizo. Sasa Hamza aliona kwamba kwa sababu hakuna namna nyingine ya kutatua swala hilo, basi ni dhahiri njia moja kwa moja itumike. Lazima upande mmoja ushurutishwe kwa nguvu kuwa chini ya upande mwingine. Sasa ukweli ni kwamba Hamza kujua ni siri gani watu wa ukoo wa Wahinde wanayo, lakini kwa uzoefu wake wa miaka mingi na juu ya kilichomtokea kwa miezi kadhaa iliyopita, alijiamini kwamba anao uwezo wa kushindana na kabila hilo. Ni muda wakiwa sasa kiwanjani hapo wakisogelea ndege yao, mara waliweza kuona ndege nyingine, ni ndege binafsi tu ikiwa mkabala. Kilichoshangaza ni kuona kundi la watu wakiwa wamesimama nje ya ndege hizo wakisubiri. Basi Regina mara baada ya kutambua hivyo, mara moja alijikuta akigundua kati ya watu hao aliyetangulia alikuwa ni mjumbe wa baraza la wazee bondeni. Mzee Mfua alikuwa ameongoza kundi la wana bondeni wengine wasiopungua 20. Sasa kati yao walikuwepo Siwi na Lawi ambao mara nyingi walikuwa akimsaidia Regi kwenye kazi za kiuchunguzi. Sasa mheshimiwa Mzee Mfua akasema kwamba mkuu wa miliki, Mr. Hamza,
Aliongea hivyo akitoa heshima yake, kisha akaendelea kusema kwamba katika wakati huu wa kwenda kwenye familia ya Wahinde kwa ajili ya kupigana nao, tafadhali naomba uniruhusu mimi mzee kuongozana na ndugu hawa wa bondeni kuungana na ninyi. Basi Hamza alishia kumwangalia Reji kwa mshangao, lakini kwa namna Reji alivyoonekana ilikuwa ni wazi na yeye alijua swala hilo muda huo. Sasa akasema kwamba mkuu wa wazee, hii safari ni hatari sana. Isitoshe bado tunahitaji bondeni kuendelea kuwa imara kwa ajili ya kuangalia hali katika ukubwa wake. Basi mzee akasema kwamba mkuu wa miliki, usio na wasiwasi kabisa. Tumekwisha kufanya maandalizi ya kutosha bondeni, kwa hiyo haitakuwa tatizo tukiondoka kwa siku chache. Aliongea mzee huyo akionyesha hamasa kubwa usoni. Basi akasema tena kwamba mkuu wa miliki, tangu familia yetu kushindwa kwenye vita na Wahinde miaka mingi iliyopita, tuliamua kuishi mafichoni na hatukuthubutu kujiita warithi wa damu. Ingawa kumekuwa na uzushi mbalimbali wa watu kusema kwamba ukubwa wa intelijensia yetu umetokana na kumiliki kitabu kisichokuwa na maandishi, bado asili yetu na mizizi, nguvu yetu ipo kwenye ulimwengu wa giza. Sababu ambayo mpaka leo tumefanya kila namna kuweza kuwa hai na kujimarisha zaidi na mpaka kupata mrithi mwingine aliyeamsha damu, ni kwa sababu tu ya kuitarajia siku ambayo kiongozi wetu atatuongoza kwenda kupigana na Wahinde pasipo woga. Ingawa uwezo wetu ni mdogo, tupo tayari kuambatana na wewe kama kiongozi wetu katika kila hali. Basi watu wa bondeni waliokuwa hapo walipaza sauti na kuongea maneno kwa nguvu wakisema kwamba tupo tayari kusonga mbele na kurudi nyuma pamoja nawe kiongozi wetu. Tukio hilo lilifanya moyo wa Regina kulainika. Reji akajikuta tu akimuita mume wake Habi. Ajikuta geuza sura yake na kumwangalia Hamza akihitaji mamzi yake. Hamza alisema ya kwamba mkuu wa wazee anapaswa kuongozana na sisi pamoja na timu yake. Hawatakuwa na kazi ya kutushangilia tu, bali vile vile nikishawaweka ukoo wa Wahinde chini yako, jukumu lao litakuwa ni kuhakikisha tu wanakusaidia katika utawala wako. Basi mzee Mfue akasema kwamba asante sana Mr. Hamza, asante sana. Anaongea mzee Mfue na wengine walifurahi. Mara baada ya Reji kusikia hivyo, aliishia kumtolea Hamza macho, kisha akasema kwamba ni wewe mwenyewe uliyefanya maamuzi. Ukipoteza pambano usije. Kabla hata Reji hajamaliza kuongea, mara sauti kubwa ya kicheko ilisikika kutoka mbele yao ikisema kwamba shemeji, punguza wasiwasi bwana. Bosi wetu hajawahi kupigana vita pasipo kujiamini. Msikilizaji, Hamza alishamwona Himidu muda mrefu tu uwanjani hapo na alishakutoa tabasamu. Kisha akasema kwamba Himidu, nadhani haupo hapa kunishawishi kwa niaba ya Simba. Mara baada ya Hamza kuongea hivyo, yani kumuuliza hivyo, Himidu alishia kutema mate chini. Himidu akasema kwamba usinitajie kabisa hao wazee, kwa sababu mimi nimekwisha kujiuzuru nafasi yangu ndani ya jeshi. Mimi kama sehemu ya washikaji wako wa kisiwa cha Toarani nipo hapa kwa ajili ya kukushangilia. Hamza kauliza kwamba kwa nini? Au ushauri wako umeshindwa kufanya kazi bwana? Au ni kwa sababu ni juu ya hili swala langu? Himidu akasema kwangu mimi nimechoka tu kuona wazee bwana wanaojifanya na kukubali wakati ukiwepo, lakini ukipotea wanajifanya vipofu. Mimi nimeshindwa kuona thamani ya kuendelea kubaki chini yao. Ndio maana nikaachana nao mapema. Hamza kusikia hivyo hakuhitaji maelezo mengi kuelewa kilichotokea. Mara moja alimshika Himidu bega, kisha akasema kwamba Himidu, ukweli ni kwamba haikuwa na haja ya kujiuzuru, kwa sababu hata kama ukiwa chini yao, wewe ni wewe na wao ni wao. Himidu akasema ni kweli, lakini nilishachoka kufanya kazi na watu wasiojua nini maana ya utu. Lakini pia najua kama nikiendelea kuwa chini yao, ni swala la muda tu watanikamata na kunifunga. Hamza kusikia hivyo alijikuta akishangaa, kisha akamuuliza Himidu kwamba unamaanisha nini? Msikilizaji, hata hivyo Himidu hakujibu swali hilo. Badala yake alitoa USB na kisha akampatia Hamza, kisha akasema kwamba bosi, ndani ya hii flash drive kuna mambo muhimu niliyoweza kukusanya kwa kipindi cha miezi kadhaa. Ni taarifa itakao kusaidia sana. Ukiingia kwenye ndege, tumia tarakishi kuangalia. Msikilizaji, nikwambie tu, humo ndani kama kuna kisu, kama unaweza kubeba mwiko, kama unaweza kubeba ndala, hata wewe ambaye umevaa kikuku, umevaa shanga, kama wewe shanga ndio silaha yako, kama kikuku ni silaha yako, kama chochote unachoweza kubeba ni silaha yako, basi jiandae sehemu inayofuata, tusafiri wote kwenda kwenye vita ya kukata na shoka. We moto unazidi kuwa moto. Unajua kuna wakati moto unazidi kuwa majivu, sasa huu ni moto unazidi kuwa moto. Kumbuka msikilizaji,
tupo katika hatua ambayo hakuna tunayetakiwa kumwacha nyuma kwenye simulizi tamu sana. Ndoto ulikuwa nami Lucas Lumbas. Tukutane uwanjani, tusafiri pamoja kwenye vita ya kukata na shoka. Mtayarishaji Singano JR. God be with you till we meet again. Bye bye.